Baada ya hayo sasa niende moja kwa moja kwa wanaharakati. Wanaharakati wa ndani ya nchi na wanaharakati wa nje ya nchi. Mheshimiwa Waziri, mwiba uchomapo ndipo utokapo. Hili jambo kama halikuanzia hapa nyumbani, wa nje asingeweza kufanya haya. Mheshimiwa Waziri, mimi nimpongeze sana mama. Huyu mama ni mama mvumilivu mno. Kwa yanayotendeka, mimi hukaa nikajita, hata ingekuwa ni mimi nadhani hapa tungekuwa tunazungumza lugha nyingine. Si kitu rahisi. Mama anadhalilishwa mno. Mama anazihakiwa. Hebu tujiulize, ni kwa wanawake wake? Ni kwa Uzanzibari? Au tuseme ni kwa udini? Mambo yamekuwa mengi. Walitokea wanaharakati, umeshasema no reform, tulia. Baki na no reform yako. Vyama 19, hivi 18 vilivyobaki tutakwenda kwenye uchaguzi. Kama umeshindwa usikimbie na mpira kwa pani. Achia mpira tunaoweza tuendelee nao. Tunaumia sana. Mimi ni mwanamke, ni mama. Najisikia huzuni sana ninavyoingia kwenye mitandao ya kijamii na kuona yanayoendelea. Eti Samia anafananishwa ni kama kikatuni fulani tu hivi, mara anatokea mtu anakifinya. Kweli? Na sisi tupo tu. Si kwamba hatuwezi kusema, tunawaangalia nyinyi mnatupeleka wapi. Na kama akivua ruhusa kila mtu aseme hapa, wasemaji wanaotoka nje na ndani ya nchi watatafuta pa kwenda. Hii kazi tunaiweza sana. Mheshimiwa Waziri, tumechoka. Kuna msemo wa Kiswahili unasema, ukicheka na nyani utavuna mabua. Hatutaki sisi tuje tuvune mabua. Huu sio muda tena wa kucheka na nyani. Nasema haya na uzuri mama yangu Taska yuko pale, anasikia. Hizi wizara mbili, nyinyi sasa hivi macho yetu sisi tunawaangalia nyinyi. Na mimi nikwambia Mheshimiwa Waziri, niungane na wenzangu waliopita katika kuchangia. Tulikosea kweli yule Martha Karua kumrejesha kule. Na hili kosa lisitokee tena hapa. Hivi mtu anatoka huko analeta ujinga wake hapa, halafu eti anarejeshwa nzima salama salimini kweli? Na yule anayesema anadai kapigwa eti anashuka kwenye gari anajichechemeza kweli? Yule alikuwa apigwa arudi na mitungi ya gesi kule kwao. Anafumulia gesi. Wengejua Tanzania. Wengeona makali ya jeshi la Tanzania. Lakini eti leo mtu anadai kapigwa, anazungumza tu kule, anaendelea kuzungumza. Tumemwacha Martha Karua anaendelea kuzungumza akiwa Kenya kule. Mheshimiwa Waziri, hili lisitokee tena. Anayekuja kwetu tunamalizana naye hapa hapa. Anaingia ndani ya 18 zetu tumalizane naye hapa hapa. Wanapotaka tunataka. Sisi hatujashindwa na sisi hatuwaogopi. Wasifikirie kama walivyoweza kufanya kule kwao watakuja kuchochea Tanzania iwe hivyo. Tanzania ni nchi tunayoheshimiana. Tanzania ni nchi ambayo tunaishi kwa urafiki na udugu. Sisi tunaheshimu sheria zetu. Wao tuliwaona kule, walienda kunajisi mpaka bunge lao. Nchi gani ile? Eti alafu mtu anakuambia tukasome kwao. Tukasome nini? Kipi tukasome? Sisi hatuna cha kusoma kwa Wakenya, isipokuwa Wakenya watoke kule waje wajifunze kwetu. Waje watalii kwenye nchi yetu waone. Wafundishe namna siasa inapofanya. Baada ya hayo machache, Mheshimiwa Naibu Waziri, unaona Mheshimiwa Naibu Spika ananiangalia. Asante sana, naunga mkono hoja. Mheshimiwa Profesa Shukran Manya. Jiandae Mheshimiwa Rita Kabati. Jiandae Naibu Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa nafasi na kwa ajili ya muda. Niende katika hoja mbili ambazo na mimi natamani kuchangia katika hoja hii. Lakini kwanza nitangulie kusema kwamba utulivu na amani iliyopo nchini kwetu Tanzania ni matokeo ya kazi nzuri sana inayofanya kazi na serikali yetu kupitia wizara yetu ya mambo ya ndani, lakini na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama wa raia
lakini pia na taasisi za dini ambazo sisi ni waumini katika madhehebu hayo. Na kwa sababu ya amani iliyopo, Mheshimiwa Naibu Spika, tuna sababu zote za kumpongeza Rais ambaye ni Amiri Jeshi Mkuu kwa jinsi ambavyo anaendesha nchi kwa ustahimilivu mkubwa, lakini pia tuna sababu ya kumpongeza waziri na naibu waziri, lakini na majeshi yetu yote ya polisi, magereza, uhamiaji, zimamoto na uokoaji, lakini pia na mamlaka ya NIDA ambazo ni taasisi chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu niongelee mambo mawili makubwa. La kwanza likiwa ni uboreshaji wa miundombinu na mazingira bora ya kazi ya majeshi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, ili majeshi yetu yaweze kutekeleza wajibu wao kwa ufanisi, wanahitaji sana vitendea kazi, miundombinu bora, lakini pia na mazingira bora ya kazi. Na Mheshimiwa Spika, sitapenda kutaja ofisi ambazo niliziona binafsi kwa sababu ya kutokwenda huko, lakini mfano michache. Sio afya kwa jeshi letu kwamba ukarabati wa ofisi pamoja na ununuaji samani, furniture, ufanywe na wadau. Wadau hao wakati mwingine waweza kuwa ni miongoni mwa wahalifu kiasi kwamba wanalifanya jeshi letu kukosa kuwawajibisha pale wanapokuwa wanatakiwa kuwajibisha, kwa sababu wamekuwa sehemu ya kutoa ukarabati wa ofisi au ununuzi wa samani. Lakini pia sio afya kwa jeshi letu. Kwa mfano, unataka kuandikiwa arabi alafu unaambiwa rimu ya karatasi iliisha jana. Hapana, hiyo sio afya. Au mhalifu amepatikana lakini unaambiwa gari la polisi halina mafuta, na kwa hiyo afanyeje sasa, mteja afanyeje? Kwa tunatamani kwamba mambo haya serikali iweze kupeleka fedha kwa kadiri zinavyopitishwa hapa, ili vitendea kazi vyao visipotee wakati wowote ule, waweze kufanya kazi zao kwa ufanisi. Na jambo jingine kuhusu vitendea kazi, maslahi ya wanajeshi yaangaliwe vizuri, ili kwao iweze kuwa motisha wa kufanya kazi, na hasa wakati wanapokuwa wanastaafu. Wakati mwingine wanapokuwa wamestaafu, unakuta kwamba malipo yao yanakuwa kidogo na wanashindwa kuendana na kazi nzuri ambayo wameifanya ya kulinda usalama wetu wa raia. Jambo jingine, Mheshimiwa Naibu Spika, ni sehemu ya 188 na 189 ya hotuba ya Mheshimiwa Waziri. Katika sehemu hii amesema hivi, naomba nukuu, kwamba kati ya Julai 24 na Aprili 25 jumuiya za kidini 97 na 87 zisizo za kidini zilisajiliwa. Sehemu ya 189, katika ukaguzi uliofanyika katika mikoa 7 tu Tanzania, taasisi 307 zilikaguliwa na kubaini uwepo wa taasisi za dini ambazo hazina usajili na hazizingatii masharti ya usajili. Mheshimiwa Naibu Spika, katika nchi yetu kumekuwepo na utitiri wa taasisi za dini ambazo hazina usajili, na wakati mwingine zimetumika kama njia ya utapeli, na wakati mwingine taasisi hizi kujiingizia kipato kuliko misingi wanayosimamia. Mfano, Mheshimiwa Naibu Spika, kuna taasisi ambayo unakuta watumishi anakuambia ili umuone mtumishi consultancy fee ni $500,000. Hivi Mheshimiwa Naibu Spika, huo si ni utapeli? Yaani mtumishi, kwanza misingi ya neno yenyewe inasema kwamba mmepewa bure, toweni bure. Wewe unaniwekea consultancy fee $500,000 ili kukuona mtumishi. Mheshimiwa Naibu Spika, nadhani kwamba taasisi za jinsi hii ni vichaka ambavyo vinataka kuwaibia Watanzania na hazipaswi kuruhusiwa. Lakini jambo jingine, Mheshimiwa Spika, kwa nini baadhi ya taasisi hizi wanauza vitu kwa bei ambayo sio bei ya soko? Yaani maji ambayo yanauzwa 2,000 lakini watumishi wanauza 5,000. Mimi nadhani si sawa. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, tumeshuhudia watumishi wengine wanafanya udanganyifu mkubwa kwamba mimi nimeenda hadi mbinguni, nimeonana na Mungu, na wako katika nchi hii wanaendesha taasisi zao.
Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu tu ya muda, tusikubali kuwa na taasisi ambazo hazijasajiliwa na wakati mwingine hata zilizosajiliwa zinakwenda kinyume na misingi ya usajili wao, kwa sababu kinakuwa ni kichaka cha kuwaidia Watanzania, lakini pia na upotoshaji mkubwa. Kwa hiyo serikali yetu iwe macho. Hata hizi chokochoko ambazo tumeziongea sana hapa zitakuja wakati mwingine kupitishiwa katika taasisi ambazo zinakaa hapa nchini kwa lengo la kuleta mambo ya injili na imani, wakati hazina usajili na wakati zinaendesha biashara. Kama ni hivyo, consultancy fee ya $500,000, Mheshimiwa Naibu Spika, tukatoze kodi pale. Kama wanakubali kuuza maji ya 2,000 yakauzwa 5,000, tutoze kodi pale ili taifa liweze kupata faida. Mheshimiwa Naibu Spika, naona umewasha microphone. Wanaomba bajeti ya trilioni 2.6. Ninaunga mkono hoja na tuwapitishie wakafanye kazi. Asante sana kwa kuchagua. Mheshimiwa Rita Kabaki, jiandae naibu waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi kuwa mchangiaji wa mwisho. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kwanza niwapongeze wachangiaji wote wa leo kwa kuona kwamba Mheshimiwa Rais wetu hatendewi haki. Na mimi nitaanza na nukuu